Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea mara baada ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, matukio yaliyoweza kujili katika kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku hiyo, ambapo kafu wameweza kutoa taarifa yao kuhusiana na mwenendo wa yale ambao wamekwenda kuyatasmini na kuweza kuyaangalia juu ya mchezo. Kuna mambo ambayo yalikuwa yakiweza kuendelea ndani na nje ya uwanja kabla ya mchezo na baada ya mchezo, yote wameweza kuyatolea ufafanuzi. Unaambiwa mambo ni mazito uko katika hanga za kafu. Mambo yamekuwa ni mazito kweli mara baada ya tuhuma nzito ambazo kafu wanahusishwa nazo. Wameweza kuzijibu pia kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa upande wa kafu. Nini ambayo yamejili hayo utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho, kwa sababu taarifa kamili nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua mwanzo mwisho kuhusiana na kile ambacho kafu wameweza kuidhinisha mara baada ya tuhuma zao ambazo zilikuwa ni kupanga matokeo katika mchezo wa Simba Sport Club, pamoja na yale ambayo yalikuwa yakiweza kuzungumzwa. Ni utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea ngukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na kafu kwa siku hii ya leo. Bana, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika ambao ulikuwa umeweza kufuatiwa na mambo mengi ya ndani na nje ya uwanja. Sakata lilianza atoka kabla ya mchezo huu wa fainali ya mkondo wa pili kuanza. Unafahamu kwamba fainali ya mkondo wa kwanza ilichezwa, hakukuwa na maneno mengi, ijapokuwa tu kulikuwa na kutambiana huku na kule kwamba Mwarabu atakufa nyumbani kwao hivi na vile. Lakini mara baada ya mchezo ule, taarifa ambayo ilikuja kutoka shirikisho la soka barani Afrika kafu juu ya kubadilishwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, kile ndo kilileta maneno ndo yalianzia pale. Watu wakazungumza vitu vingi, watu wakaihusisha Balkane na kafu kwamba ni sehemu ya familia yao, kwamba wanachukuana wenyewe kwa wenyewe wa Arabu, na ikafika mbali zaidi ambapo walikwenda kuweza kufuatilia na kugundua kwamba anayemiliki klabu ya Balkane ndio makamu wa rais wa kafu, na ndio huyo ambaye ameweza kuchagua hadi nani awe bingwa kwa msimu huu. Inaelezwa kwamba Morocco na kafu ni familia moja kabisa, ndio maana ukaambiwa kwamba pengine Simba ilikuwa ni ngumu kuweza kuchukua kombe lile. Sasa zile tuhuma zote ambazo shirikisho la soka barani Afrika kafu lilikuwa likiweza kutuhumiwa nazo, ikiwa ni kupanga wao kama kafu kumwacha mwenyeji achague wapi pa kwenda kucheza, wakawapangia waende kucheza Amani Zanzibar, ambapo viongozi wa klabu ya Simba waliwatuhumu hapa nazungumzia kafu kwa mwenendo wa kile ambacho alichokeza kukifanya, na wengine viongozi wakaenda mbali zaidi mara baada ya fainali ile, wakasema kwamba kama kafu wameamua bingwa awe nani, wao wanatangaza mapema kuliko kupotezeana muda. Hiyo ilikuwa ni kauli ya naibu waziri wa michezo, hapa nazungumzia Hamisi Mwinjuma mwana FA, alipoweza kufunguka mara baada ya mchezo ule kukamilika dakika 90 kwa kile kilichoweza kutokea katika dimba la Amani pale Zanzibar. Sasa mambo ya uwanja pia yalikuwa ni moja kati ya sehemu ambayo kafu waliweza kuyarekodi, na zile tuhuma zao zote ambazo zilibainisha kwamba wameinyima fursa klabu ya Simba kwenda kucheza katika dimba la Mkapa, wakihofia kwamba klabu yao itapelea. Lakini licha ya yale yote yaliyoendelea, lakini pia kuna taarifa pia ikawa ambayo ilikuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na moja kati ya viongozi wa klabu ya hapa nazungumzia Balkane, alionekana katika vyumba vya waamuzi, kitendo ambacho kiweza kuleta maswali mengi kwa mashabiki wa klabu ya Simba, wakiona ni kama vile wanahujumiwa kwa kile ambacho kinachoendelea. Sasa inaelezwa taarifa imeweza kutoka
juu ya kile ambacho kimeweza kutokea. Unaambiwa mambo ni mazito kweli kweli. Inaelezwa kwamba kwa taarifa za awali ni kuwa shirikisho la soka barani Afrika CAF lipo kufanya inaelezwa uchunguzi juu ya matukio mbalimbali kabla ya fainali ile ya mkondo wa kwanza na baada ya fainali ya mkondo wa pili, ambapo kuna uwezekano mkubwa klabu ya Simba ikakumbwa na rungu la shirikisho hilo kutokana na mienendo ya mashabiki wake, lakini baadhi ya viongozi waandamizi wakakumbana na adhabu kali. Inatajwa hivyo kufuatia mtiririko wa matukio mbalimbali katika fainali hiyo. Taarifa za awali zinadai pia kuna matamko na presi mbalimbali za kulishtumu CAF kuhusiana na mabadiliko ya uwanja, hivyo wameanza rasmi kukusanya taarifa hizo ni kufanya maamuzi yake, ikitajwa ni kuishutumu CAF na kutoa kauli za kichochezi juu ya kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuzungumzwa, ambapo unafahamu hivi karibuni hata ambaye ni rais wa klabu ya Simba Sport Club Mo Dewji, yeye pia aliweza kutoa tamko lake. Sasa ni miongoni mwa hivi vitu ambavyo vinachunguzwa pia na CAF. Katika ile tamko lake ilinukuliwa ambapo kama Mo aliamua kutocha moyoni, ambapo aliandika: ndugu zangu wana Simba, na waandikia leo nikiwa na masikitiko, lakini pia nikiwa na imani isiyoteteleka. Katika wiki chache zilizopita tumeshirikiana kwa karibu na taasisi husika kuhakikisha tunapata haki stahiki, fursa ya kuandaa mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho la CAF katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa, kila hatua ya ukarabati wa uwanja ilifuatwa kwa umakini ili kuhakikisha unakuwa tayari kwa mechi hiyo ya fainali. Wakati huo huo, baadhi ya matukio yalitokea nyuma ya pazia yameacha maswali ya msingi. Taarifa zilianza kusambaa mitandaoni kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Tulieleza wasiwasi wetu kwa uwazi. Pamoja na juhudi hizi zote, CAF imethibitisha kuendelea uamuzi wa kuhamisha fainali hiyo Zanzibar. Bila shaka matokeo haya ni kusikitisha, si kwa Simba tu bali kwa mashabiki wetu na kwa wote waliotoa juhudi kubwa kuandaa tukio hili katika historia ya Simba na Tanzania. Kwa mtazamo wangu wa kibinafsi, hatukutendewa haki, lakini nasema pia hatujakata tamaa. Simba haijawahi kuwa klabu inayotegemea mazingira ya faraja. Tunastawi chini ya shinikizo, tukiendeleza imani na nguvu ya watu wetu. Tunaenda Zanzibar si kwa hiari bali kwa mujibu, na tutatimiza wajibu huo kwa mshikamano wa dhamira na kwa fahari iliyosalia. Unaona bana. Kwa hiyo hapa Mo Dewji ni kama alikuwa akiweza kupeleka shutuma kwa shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa kile ambacho kilichoweza kuendelea. Sasa hapa ndio matamko ambayo yamezungumzwa, ambayo yanaendelea kuweza kuchunguzwa na shirikisho la soka barani Afrika. Pengine CAF watakuja na kile ambacho wanakiona wao, adhabu gani ambayo itaweza kutolewa ambayo itakuwa stahiki kwa hiki ambacho kinachoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.